Mpendwa msikilizaji wa kipindi cha kupendwa cha Kesha la Asubuhi, Baba yetu anajali. Baki nasi, fungua moyo wako. Usisahau kusubscribe na kusambaza kwa wengine. Mungu akubariki. Nena rohoni Yesu, nena kwa upole, sema kwangu kwa pendo, huachwi upweke. Fungua moyo wangu, nisikie mara, jaza roho na sifa, sifa zako Bwana. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Karibu katika Kesha la Asubuhi la Machi 25. Somo lisemalo, kielelezo cha Yesu katika unyenyekevu. Hebu na tuombe. Asante Baba kwa asubuhi njema uliotupatia. Tunapoenda kutafakari maneno yako, tunaomba uwe pamoja nasi. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo, amina. Basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawadha miguu, imewapasa vivyo kutawadhana miguu ninyi kwa ninyi, kwa kuwa nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Yohana 13 mstari wa 14 na 15. Ndani ya mtu kuna tabia ya kujiinua zaidi kuliko ndugu zake, kufanya kwa ajili ya nafsi yake, kutafuta nafasi za juu zaidi, na mara nyingi matokeo yake ni kuhisi mabaya na uchungu wa roho. Agizo lililotangulia meza ya Bwana ni kuondoa kutoelewana huku, kumtoa mwanadamu kutoka katika ubinafsi wake, kushuka kutoka kwenye nguzo zake za kujikweza hadi kwenye unyenyekevu wa moyo utakaomwongoza kumtumikia ndugu yake. Agizo la kutawadhana miguu kwa ushawishi mkubwa linaeleza kwa mfano umuhimu wa unyenyekevu wa ukweli. Wakati wanafunzi walipokuwa wakishindania nafasi ya juu zaidi katika ufalme ulioahidiwa, Kristo alijifunga mshipi na kufanya kazi ya mtumishi kwa kuwaosha miguu wale waliomwita Bwana. Upatanisho kati ya mtu mmoja na mwingine ni kazi ambayo kwa hiyo agizo la kuosha miguu lilianzishwa. Kila linapoadhimishwa, Kristo anakuwepo kupitia Roho wake Mtakatifu. Roho huyu ndiye anayeleta usadikisho mioyoni. Yesu alipotimiza agizo hili, wanafunzi wake wote walipata usadikisho isipokuwa Yuda. Ndivyo tunaposadikishwa kadri Kristo anapokuwa akizungumza mioyoni mwetu. Chemchemi ya Roho itafunguliwa, akili itatiwa nguvu na ikiamka katika utendaji na uzima. Itavunjilia chini kila kipingamizi ambacho kimesababisha utengano na ubaguzi. Dhambi zilizotendwa zitaonekana kwa uwazi zaidi ya ilivyowahi kutokea, kwa maana Roho Mtakatifu atatukumbusha. Akiwa amemaliza kuiosha miguu ya wanafunzi wake, Yesu alisema, nimewapa kielelezo, ili kama mimi nilivyowatendea nanyi mtende vivyo. Hapa Yesu alikuwa akianzisha ibada ya kidini. Kwa tendo la Bwana wetu, tendo hili la kujinyenyekeza lilifanywa kuwa agizo takatifu. Lilipaswa kutekelezwa na wanafunzi, ili kwamba waweze kuhifadhi daima akilini mwao masomo na huduma yake ya unyenyekevu. Na huu ndio mwisho wa somo lisemalo, kielelezo cha Yesu katika unyenyekevu. Hebu na tuombe. Baba wa mbinguni, asante kwa somo zuri ulotupatia. Asante kwa kufanyika kielelezo kwetu.
Tunaomba tufanyie kazi katika maisha yetu. Tunaomba yote kwa jina la mwanao mpendwa Yesu Kristo. Amina. Nena kama zamani ulipoitoa sheria takatifu, niweke pia nipate kutukuza wewe Mungu wangu, mapenzi yako tena daima kusifu. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. Daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, huachwi upweke. Kila siku nene Vile kwa upole, nong'oneza kwa upole, upole wa pendo. daima utashinda, uhuru ni wako. Nisikie maneno, Huachwi